Billahi alaikum, hivi kijana huyu si kukawa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, si kukawa diwani, si kukawa mkurugenzi, si kukawa meneja, si kukawa mbunge, si kukawa waziri. Wewe imamu, niye kamati ya msikiti, bodi ya msikiti, mnamwandikia barua huyu ambaye alipokwenda katika msikiti wowote ule kuomba achangiwe pesa ya kumsaidia kulipa ada ya chuo, msikiti umeshindwa kutoa, leo unampelekea barua. Ni Uislamu. Akaja tunapolaaniana, yani tunaishi maisha ya kulipiziana. Sallallahu Muhammad wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunaishi maisha ya kulipiziana. Unafika wakati yule mwanafunzi anamwongoja na mimi sasa nilipize kisasi. Barua anaipokea afa anaipiga X nyekundu kwa sababu alinyimwa kusaidiwa. Alafu mfano kama huu ugeuze kinyume chake. Mtu ambaye kasomeshwa na msikiti, kisha msikiti unamsomesha, unamuomba ufadhili. Msikiti ndiyo kiunganishi cha mafanikio ya Waislamu duniani kote. Msikiti ndiyo kiunganishi cha mafanikio ya Waislamu duniani kote. Ahbaba fillah, wakati tumeufungua msikiti wa Masjidur Rahman leo hii siku ya Ijumaa ya mwezi 3 Shaaban 1447 almuwafiq tarehe 23 mwezi wa kwanza 2026. Msikiti huu wa Masjidur Rahman unawakilisha tafsiri ya msikiti ndiyo chanzo cha mafanikio ya Waislamu duniani kote. Kuweka nyuma msikiti ndiyo chanzo cha kudumaa, ndiyo chanzo cha kurudi nyuma mafanikio ya Waislamu duniani kote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani kuonesha ile dhana ya nyumba ya Mwenyezi Mungu inapokuwa ya kwanza katika mji, inapokuwa ya kwanza duniani, tafsiri yake iliyojificha ambayo si wengi Mwenyezi Mungu amewapa hikma ya kung'amua tafsiri hiyo, ni kwamba msikiti ndiyo mafanikio ya Waislamu wakiwa mmoja mmoja, lakini ndiyo mafanikio ya umma wa Kiislamu yataanzia msikitini. Nyumba ya kwanza kabisa duniani iliyoasisiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili abudiwe ni Al-Kaaba, ni msikiti. Msikiti mkongwe duniani ambao ameuasisi mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Al-Kaaba, kwa ajili ya watu wanaotufu na watu wanaoswali na watu wanaorukuu na watu wanaosujudu. Kwa nini ilikuwa ni Al-Kaaba au ni msikiti? Ni kwa sababu msikiti ndio unaotengeneza mafanikio ya wanadamu
Msikiti ndio unaotengeneza maisha ya wanadamu waishi vipi. Msikiti ndio unaotengeneza nidhamu ya maisha ya wanadamu. Msikiti ndio unaotengeneza kazi za wanadamu. Msikiti ndio unaotengeneza uchumi. Msikiti ndio unaotengeneza. Tukihesabu hutuba itakuwa haisomwi. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaifanya nyumba ya kwanza, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil'alamin. Nyumba ya mwanzo kabisa kuwekwa ili watu waabudu katika nyumba hiyo ni ile iliyokuwa Makka, ukiwa ni mwongozo kwa walimwengu wote kwamba mkitaka mafanikio yenu ya kidunia na ya kiakhira, basi kipaumbele cha kwanza kiwe ni msikiti. Mafungamano ya kwanza yawe ni msikiti. Mipango miji ya kwanza kwa Waislamu, nyumba yao ya kwanza iwe ni msikiti. Lakini ni kwa sababu elimu haijawafikia Waislamu wengi. Watu wanaweza wakaanzisha mji uliopangwa na serikali, tukaanza nyumba zetu za kuishi. Ni mapungufu ya tauhidi, ni upungufu wa kuelewa. Eneo lolote ambalo linaanza kufanywa kuwa ni makazi ya mji, kwetu sisi Waislamu, si wengine, kwetu sisi Waislamu, wale watu ambao tunaopelekwa katika mji ule, wale watu ambao tunaunda mji ule mpya, tulitakiwa kwanza tujenge msikiti, alafu ndio tukajenge nyumba zetu za kuishi. Nyumba ya kwanza ni msikiti, na msikiti utakiwa kuwa ni nyumba ya mwisho, kwamba watu wajenge self container yao, wajenge mabangalo yao, maburji yao, kisha mwishoni ndio tunaanza kutafutana mmoja mmoja kujenga msikiti. Kumbe msikiti ndiyo nyumba ya kwanza inayotakiwa kusimama katika eneo husika lolote duniani. Mtume alipotoka Makka, alipokwenda Madina, first time anaingia katika mji wa Madina, akipokelewa na kasida ile, talaa albadru alaina min thaniyati alwada wajaba ashkuru alaina ma daa lillahi daa ayuha almab'uth fina jita bilamri mutaa jita sharafta almadina marhaban ya khaira daa. Sallu ala Muhammad. Wale waliompokea na pale ambapo aliposimama Mtume, kitu cha kwanza Mtume alitafuta eneo la wakfu, akajenga msikiti unaojulikanwa Masjidu Qubaa, ambao uko mpaka hivi sasa pale Madina. Alijenga msikiti wa kwanza Masjidu Qubaa. Baada ya muda akapewa maelekezo kwamba hapo sio eneo ambalo umetakiwa wewe kufika, mpaka pale ambapo aliposogea mbele ya mji wa Madina akajenga msikiti mwingine ambao ndio uko hivi sasa unaoitwa Masjidun Nabawi. Angalia, katika mji mmoja Mtume ameingia, eneo moja alifika, hakuanza kuoda ajengewe nyumba au yeye kujenga nyumba kwanza ya kuishi. Nyumba ya kwanza aliijenga ni ile nyumba ambayo hairithiwi, msikiti.
akijua kwamba msikiti ndiyo chanzo cha mafanikio ya wanadamu, mafanikio ya Waislamu yanaanzia msikitini. Aliposogea mbele akaujenga msikiti ambao huko hivi sasa, ambao ndio msikiti wa pili kwa wingi wa thawabu duniani, msikiti wa Mtume Muhammad, ambapo Ijumaa wanaoswali wenzetu Madina ni sawa sawa sisi hapa tuswali Ijumaa 1000, ndio tuifikie Ijumaa wanayoswali wenzetu pale Madina leo. Kama vile ilivyokuwa Ijumaa inayoswaliwa msikiti wa Makka, ule msikiti wa kwanza duniani kujengwa, wao Ijumaa wanayoswali leo pale ni sawa sawa na Ijumaa 100,000 tuswali katika msikiti huu na misikiti mingine. Na msikiti wa tatu ni ule msikiti wa Baitul Maqdis wanaofanyia vurugu Mayahudi. Ijumaa moja wanaoswali leo pale watu Baitul Maqdis, wewe hapo unatakiwa uswali Ijumaa 500 ndio ifikie Ijumaa ile moja. Hii nayo itupe athari kwamba msikiti ndiyo chanzo cha mafanikio ya Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, ndani ya msikiti kunapatikana nini? Ili tuone ile athari ya kwamba msikiti ndiyo chanzo cha mafanikio ya Waislamu, kunapatikanwa kitu gani msikitini? Ramadhani hii ambayo inayokuja, na Mwenyezi Mungu tunamuomba tufikishe katika Ramadhani na tuifunge kwa wepesi, inarudi mwaka by mwaka. Ramadhani ni mwaka kwa mwaka, hija ni mwaka kwa mwaka, zaka ni mwaka kwa mwaka, na funga nyingine Arafa mwaka kwa mwaka, Ashura mwaka kwa mwaka, na hata zile za wiki za mwezi, masiku meupe, mwezi kwa masiku kadhaa. Lakini kwa nini ile ibada inayofanywa ndani ya msikiti iwe ile yaumia? Hili ni swali ambalo Muislamu anatakiwa kuliwekea tafakkur. Kwa nini msikiti ibada zake ziwe ni za kila siku? Kwa nini? Kuna mahusiano gani, kuna connection gani kati ya ibada inayofanyika msikitini na maisha ya kila siku ya mwanadamu? Mswalie Mtume Muhammad. Waislamu wanaoishi katika eneo hili la Msangani, wale wanaotumia msikiti huu, kwanza msikiti ndio kituo ambacho kinachowatambulisha wao. Kituo cha kwanza kabisa cha kuwatambulisha Waislamu wanaozunguka msikiti huu na msikiti mwingine ni msikiti. Japokuwa baadhi ya Waislamu tumepigwa vita vya kifikra vya kimawazo, anaweza akahamia mtu Msangani asijitambulishe katika Masjidur Rahman au katika msikiti uliokuwa karibu yake. Hatumlaumu, tunajilaumu sisi wafikishaji ujumbe. Yawezekana knowledge hatujatoa, kwamba mtu anapohamia katika eneo la Msangani Muislamu, kabla ya kwenda kuripoti kokote anatakiwa akaripoti kwa imamu wa msikiti. Dhana hii tulipoiacha, majirani zetu wa upande wa pili wamechukua. Yeye sio kwenda kuripoti tu, bali anapewa barua na imamu kule anapohama. Huko unapokwenda mpelekee kiongozi wa huko, anapewa maandishi kwamba huyu mtu ana rekodi zake, huyu mtu kadha 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 kadha, mpokee, mshirikishe katika nyumba ya huko. Sisi Waislamu, mtu anahamia katika eneo, anajenga nyumba kubwa, imamu anapita pale usiku na mchana, anakwenda harusini, anakwenda kuzika, anakwenda kwenye shughuli. Nyumba kubwa hii bwana, hata Mkristo kumbe ni Muislamu wake, ni muumini wake.
lakini hataki kule kujulikanwa, na hata akija msikitini hayuko tayari kwenda kujitambulisha kwa imamu kwamba bwana, mimi ni mkazi wako mpya katika eneo hili na msikiti wangu nitakaotumia ni huu, naomba usinisahau, nishirikishe katika connection ya maisha. Sallallahu alaihi Muhammad. Hili ni gonjwa lingine, ni tatizo lingine linalotuhusu Waislamu. Muislamu apigi hodi eneo wanalohamia kwa imamu, wala hamuwaji imamu wanapouza nyumba yake au wanapohama. Imamu siku utakiangalia miezi miwili mitatu, mbona fulani siku moja, hata hapa siku nyingi. Yaani tumepoteza discipline, nidhamu. Na wao ukikiacha kitu chako cha thamani kinachukuliwa na mtu mwingine anakitumia, alafu unamwambia yule bwana yupo katika usmati ni wa kwako, umeuacha. Hadhihi bidhaatuna ruddat ilaina, hii ni bidhaa yetu, inatakiwa irudi. Kwa Muislamu unapohamia eneo lolote, kabla ya kupanga furniture zako ndani, mkamtafute imamu, itambulishe pale, bwana, mimi ni katika orodha ya waumini wako katika mtaa huu, nitambue. Na siku unahama, nenda kamuaji, kwa sababu ndani ya msikiti zinapatikana taaluma zote zinazotakiwa kumvusha mwanadamu katika maisha. Ndani ya msikiti taaluma zote zinapatikana ambazo ndio chanzo anzilishi cha mafanikio ya Muislamu. Tena zinapatikana kutwa mara tano. Na ndio maana imamu wa msikiti, tumetakiwa Waislamu misikiti yetu iwe na imamu anaitwa imamu ratib. Neno ratib ukilitohoa katika mipasuko yake ya lugha ya Kiarabu unapata neno murattab. Murattab maana yake ni malipo au ni mshahara. Imamu ratib maana yake ni yule imamu ambaye amewekwa akitayarishiwa stahiki zake zote, kwamba yeye na msikiti na yeye. Angalieni Uislamu, sallallahu alaihi Muhammad. Uislamu unapanga katika Islamic law kwamba imamu wa msikiti si imamu tu, anaitwa imamu ratib. Maana jukumu la swala tano zote zipo kwake na msaidizi wake. Na huyo imamu ili aweze kutimiza yale matakwa ya Uislamu, matakwa ya msikiti, ameitwa ratib kwa sababu anazifuatishia zile swala tano zote. Ameitwa ratib ni kwa sababu stahiki zake zote Waislamu wa mantika, Waislamu wanaohusika, wao ndio wanaotakiwa kusimamia huduma za imamu, huduma za msaidizi wa imamu, huduma za muadhini, huduma za msafisha vyoo vya msikiti. Sallallahu alaihi Muhammad. Huu uzuri wa msikiti tuliokuta hapa, Mwenyezi Mungu walipe kile la kheri wale ambao wameujenga msikiti huu, kila aliyetoa sadaka yake kufanikisha dhamira ya watu wa msikiti, na wale ambao wameufikisha msikiti huu katika uzuri huu. Tunatakiwa sisi tukopi mazuri ya msikiti tuyapeleke majumbani mwetu. Sio msikiti ukopi uzuri wa nyumba yako, msikiti unalalamika kwamba nyumba yako ni mzuri kuliko ni nyumba ya Mungu. Wao ukija msikitini ukute msikiti ni mzuri kuliko nyumba yako. Sallallahu alaihi Muhammad. Msikiti wote leo hapa Tanzania, tukianzia na huu Masjidur Rahmani tuliofungua leo, kama tutasema hapa, imamu anaomba aletewe vyeti vya kila muumini, shahada, certificates, taaluma ya kila mtu. Sikwambii ile misikiti mikubwa ya City Center kule, imamu ataletewa lundo la vyeti, lundo
wengine na viti. Kila fanya anayotaka imamu inaingia msikitini kutwa mara 5. Je, imamu anajua hazina aliyokuwa nayo kwa wale wanaoingia msikitini? Imamu anajua wale ambao wanaosimama nyuma ya safu yake? Na ndio maana Mtume ilikuwa akimaliza kuswali akikagua yule mtu ambaye kamisi salatu subhi, kamisi adhuhuri, alasiri, anamuuliza yuko wapi leo? Kapata na dharura kadhaa, anaumwa, anakwenda kumtazama alasiri. Anajua zile rasilimali zake. Msikiti ndio kiunganishi. Matatizo yote, kero zote za Waislamu zinaanzia na kutatuliwa msikitini. Mfano la Muhammad. Hawa watoto wetu wanasoma shule, watafika wakati kuna wengine mayatima. Msikiti Mwenyezi Mungu kauwekea fungu linaloitwa fi sabilillah, wa anfiqu fi sabilillah. Fi sabilillah account inayoitwa fi sabilillah. Hiyo ni akaunti ambayo inatakiwa kuwepo katika kila msikiti. Waislamu waichangia akaunti ya fi sabilillah kila msikiti. Kazi yake nini? Kuna mayatima wanaotakiwa kusoma school, hawana uwezo. Fi sabilillah akaunti inawasaidia. Kuna wanafunzi wanaotakiwa kwenda kusoma vyuo, hawana uwezo. Fi sabilillah akaunti iliyoko msikitini inawasaidia. Kuna wanafunzi waliokosa mikopo, kimbilio lao la kwanza liwe misikitini. Liwe misikitini, ndugu zangu Waislamu, si kwenye nyumba nyingine za upande wa pili. Aende kijana wa Kiislamu akaombe mkopo huko wakati msikiti upo. Ndio maana tunazungumza kurudisha msikiti katika position yake, katika nafasi yake, ndugu zangu Waislamu. Na ndio maana mnakuta leo kuna tatizo la wachangiaji wa misikiti yetu. Ni vijana wangapi ambao wanasomeshwa? Yani kama tutafanya statistics, takwimu katika misikiti ya Tanzania, tujalie tuna misikiti 1000 mikubwa, ya kati na ya chini, alafu takwimu zituambie kila msikiti unasomesha wanafunzi wangapi chuo kikuu, unasomesha wanafunzi wangapi ngazi ya diploma, unasomesha wanafunzi wangapi ngazi ya advance. Ni mtihani. Sasa mwanafunzi anayekwenda msikitini, jamani, mimi nimezidiwa, sina uwezo wa kulipa karo, msikiti unilipie, akakosa huduma ile msikitini, akaenda kuipata nje ya msikiti. Billahi alaikum, hivi kijana huyu si kukawa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, si kukawa diwani, si kukawa mkurugenzi, si kukawa meneja, si kukawa mbunge, si kukawa waziri. Wewe imamu, yeye kamati ya msikiti, bodi ya msikiti, mnamwandikia barua huyu ambaye alipokwenda katika msikiti wowote ule kuomba achangiwe pesa ya kumsaidia kulipa ada ya chuo, msikiti umeshindwa kutoa, leo unampelekea barua. Ni Muislamu. Angalia tunavyolaaniana, yani tunaishi maisha ya kulipiziana. Sallallahu alaihi Muhammad wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tunaishi maisha ya kulipiziana. Unafika wakati yule mwanafunzi anaamua, ngoja na mimi sasa nilipize kisasi. Barua anaipokea, hapa anaipiga X nyekundu kwa sababu alinyimwa kusaidiwa. Alafu mfano kama huu ugeuze kinyume chake. Mtu ambaye kasomeshwa na msikiti, kisha msikiti unamsomesha, unamuomba ufadhili, unamuomba ihsani. Sallallahu alaihi Muhammad, nafasi ya msikiti irudi. Msikiti ni daha, msikiti ni zaidi ya wizara, msikiti ni zaidi ya Ikulu. Nyumba tukufu duniani ni msikiti. Jenga Ikulu hata 1000 duniani, hutojengewa nyumba peponi. Lakini jenga, changia
ni sehemu ya msikiti, sio ujenge wote. Anasema Mtume Muhammad, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna, mwenye kujenga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu msikiti, Mungu anamjengea nyumba peponi. Sio kwamba ukijenga Ikulu, ukijenga wizara utapata thawabu za kawaida, lakini ukijenga msikiti malipo yake Mungu anakujengea nyumba peponi. Thamani ya msikiti, msikiti kama huu unatakiwa uzidi wa uzuri wake. Ile kamati ya msikiti inayoundwa ione kwamba inasimamia nyumba ya Mungu. Yule imam wa msikiti anatakiwa kulindwa, msaidizi wa imamu anatakiwa kulindwa. Nimekuwa mkali kidogo katika eneo hili la misikiti baada ya kuona kwamba nafasi ya msikiti inapotea. Haiwezekani sisi Waislamu mabanda yetu ya kuku na mabanda yetu ya ng'ombe yana supervisor anayekuja kuwasimamia kuku na ng'ombe na mbuzi na kondoo na mifugo yetu, lakini nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haina uhakika wa imamu wake, haina uhakika wa mtu wa kuwaita kuja kuswali. Mpaka Mtume anakufa dunia nzima inajua, mpaka hivi sasa alikuwa na waadhini wake wawili. Mmoja anaitwa Bilal bin Rabaha, muadhini namba 1. Akikosekana Bilal, anakuja yule mlemavu wa macho Abdullah ibn Ummi Maktum. Hao waadhini wake hata mwezi wa Ramadhani ndio walikuwa wanapeana asisti. Wewe anza kuwajulisha watu mwezi wa kula daku, ule utamalizia mwisho wa kula daku watu. Msikiti hauongozwi na imamu ndondo, wala waadhini wa msikitini hawatakiwi kuwa waadhini ndondo. Na ndio maana unakuta kuna fujo ya adhana hivi sasa. Adhana ya dhuhuri msikitini inaadhiniwa saa 7:30. Adhana ya alasiri msikiti wa mtu anakwenda kuadhini 7:40. Ni kwa sababu hakuna department ya kuwadhibiti waadhini. Kama kuna na muadhini maalum ambayo msikiti umejipanga kwamba bwana, wewe utalipwa kiasi kadhaa na adhana yake inajulikanwa, maisha yake yanajulikanwa, huyo mtu jukumu lake ni la kuadhini. Ikifika kasorobo adhana, huwezi ukakuta migogoro, lakini unamkuta leo imamu ndondo. Kwa sababu gani? Waislamu wenyewe hawataki kumuona imamu wao akiwa na maisha mazuri. Huyu anaonekana si mcha Mungu. Imamu anayevaa kanzu yenye viraka kiasi ambacho wanashindwa kutambua kitambaa cha asili ya nguo ile ni ipi, ndio anaonekana huyo imamu mcha Mungu. Ndio imamu anaotakiwa na Waislamu. Imamu anayetembea ovyo ovyo, turudi msikiti, ni kipimo cha maisha yetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturejeshe katika kuifanya nyumba ya Mwenyezi Mungu msikiti kuwa ni nyumba yenye maadili, kuwa ni nyumba yenye kutoa mafunzo ya majumba yetu yote, kuwa ni nyumba yenye kutoa maelekezo ya maisha ya Waislamu. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al ayati dhikril hakim. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. Msikiti ndio chanzo cha mafanikio ya Waislamu na ndio chanzo cha kudumaa mafanikio ya Waislamu. Tumeona insamari katika hotuba ya kwanza namna gani msikiti unavyotakiwa kuwa chachu ya maendeleo kwa jamii yoyote ile. Msikiti ndio unatakiwa uwe ni modo, kiigizo cha majumba yetu. Yaani ukitaka nyumba yako kuiweka katika mfano mzuri, unatakiwa ukaangalie msikitini. Haiko hivyo misikiti yetu, na ndio maana nawapongeza hawa waliojenga msikiti huu, wamejitahidi kwa kiasi kikubwa. Leo ukienda katika msikiti wa Makka, kama huna subira utaswali shingo feni kwa ile burudani unayoipata kwa uzuri wa msikiti. Ukienda msikiti wa Madina ndo kabisa utaswali shingo feni kwa ule uzuri wa msikiti. Ndio inavyotakiwa.
kwamba msikiti unatakiwa utoe message kwa Waislamu. Nilizungumza mahala, hutuba zipo kwenye mitandao huko zinasambaa, kwamba misikiti leo imekuwa ni sehemu ambayo ya hofu na wasiwasi. Nilisema ni kosa misikiti yetu kutawaliwa na matangazo ya kuchangia bili za umeme na bili za maji. Hili jambo liwe siri ya Waislamu, kwamba kila Muislamu kama angekuwa anatambua kwamba msikiti nafasi yake ni nini, wa anna almasajida lillah, hawa waliojenga msikiti huu wote waliochangia kufanikisha ujenzi wa msikiti huu hawakujenga kwa msikiti huu uwe ni mali yao. Wengine hawapo kabisa, hawataswali, wapo maeneo mengine. Kwa hiyo kila anaingia katika msikiti huu ajue kwamba hizi feni zinazozunguka hashuki malaika. Wewe ni jukumu lako kuuliza, bwana, nahitaji kutoa huduma ya umeme, nahitaji kutoa huduma ya maji, nisaidieni. Lakini misikiti yetu yote imetapakaa makaratasi mpaka kwa imamu kule, changia bili ya maji, changia bili ya umeme. Hii ni aibu. Lakini misikiti yetu yote imetapakaliwa na makaratasi, jihadhari na wizi wa viatu, na sasa hivi imeongezeka na wizi wa simu, wakati msikiti ni kituo cha amani. Man dakhalahu kana amina, mwenye kuingia msikitini ana amani, amani ya nafsi, amani ya utulivu. Kule Rwanda, someni historia ya Rwanda, wakati wa mauaji ya kimbali yale, walioingia misikitini wote ndio walikuwa wamenusurika, walioingia misikitini wote ndio walipata amani. Leo amani ya viatu haipo msikitini, amani ya simu haipo msikitini. Nani alaumiwe? Msikiti ni sehemu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawasifia watu wake kwa kusema fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ndani ya msikiti kuna watu ambao hobi yao continuous, maisha yao, mapenzi yao ni kujiweka safi, na Mwenyezi Mungu anawapenda watu wenye hobi ya kujiweka safi. Ndio sifa hiyo. Haiwezekani leo tuna carpet hii, wewe Muislamu umekuja na swali yako kule, badala ya kuifumua nje unakuja kuifumulia ndani, michanga yote inaingia ndani, hujitambui. Yaani suruali unayokunja na kuja kuikunjulia ndani ya msikiti, kuleta uchafu. Sehemu ambayo watu leo wanatakiwa wajitoharishe. Nendeni misikiti mingi katika miji mikuu hivi. Katika majumba yetu, nani ambaye mlango wa choo kauweka wa passport size? Waislamu, tutoe machozi jinsi msikiti unavyodhalilishwa na sisi Waislamu. Nyumba yako hata kama ilikuwa safe container na ghorofa mpaka mbingu ya 7, one day muta umekufa, hiyo nyumba wanachukua warithi wako na wanaipiga bei. Lakini msikiti ukiacha, kwa msikiti unaendelea kubakia. Msikiti huu leo uko hivi kwa sababu society iko ndogo. Kesho na kesho kutwa huu msikiti utajengwa, utakuwa mkubwa zaidi, na hao wale wazizi wote Mwenyezi Mungu anaendelea kuwapa pensheni yao. Hata kama utajengwa msikiti ukawa kama Maka, kila aliyofanikisha ule msikiti wa kwanza naye anaendelea. Wale Mtume Muhammad, nani ambaye nyumbani kwake kakata mlango wa chooni? Kwa nini sehemu ambayo sisi tunatakiwa tujifunze, unakuta kuna msikiti una vyoo zaidi ya 30 lakini passport size, kwamba msikiti umewekwa matangazo kila mlango ni marufuku kuoga. Unawakataza vipi kuoga watu ambao Mungu amsema msikitini ndio sehemu ya kuoga, msikitini ndio sehemu ya usafi? Wana sababu ya msingi kwamba hawa wanajua kuoga, hawajui kuchangia. Wanajua kuoga, hawajui kuchangia. Hilo ni eneo la kwanza. Aibu hii ni ya watu sisi Waislamu, tunapoteza nidhamu ya msikiti. Aibu ya pili ni nani ambaye nyumbani kwake ameweka viatu vya kuingia kule chooni vikiwa vya kushoto kutupu au vya kulia kutupu? Kama nyumbani mwetu hakuna viatu kwa staili hiyo,
Kwa nini katika nyumba ya Mungu tunaweka viatu vya kushoto kutupu ambavyo unavivaa kwa taili, au vya kulia kutupu ambavyo unavivaa kwa taili? Kuna watu bodi ya msikiti au kamati ya msikiti waliweka katika baadhi ya misikiti, na ipo mpaka hivi sasa, viatu vinavyojulikana kwa jina la pilika, viatu ambavyo vile vya jamii ya Wamasai vinavyotokana na matairi ya gari. Wakaona hiyo haitoshi, kwamba hivi navyo watu wataipa. Kwanza viatu vyenyewe ni vya kushoto kutupu, vya matairi ya gari, alafu wakaviongezea na misumari midogo ya soli za viatu. Pale kwenye kisigino kwa kukanyagia pamegongelewa misumari. Inna lillahi. Yaonaka ukiiba kiatu hicho unatembelea kama mwanamke mchuchunio. Mwanzo kwenda chooni mpaka unatoka, huwezi kuiba kiatu hicho. Huu ni mfano gani tunauweka katika msikiti? Fa'tabiru ya ulil absar. Nyumba ya msikiti inatakiwa ipendeze kuliko nyumba yako unaolala na mkeo. Nyumba ya msikiti iwe safi, iwe na nidhamu kuliko majumba yetu. Nani nyumbani kwake kuna pilika? Mifuko ya viatu, mtu akikosa kubeba viatu anaondoka na mfuko. Hii musiba. Msikiti ndio connection, ndio mafanikio ya Waislamu. Msikiti kama hauna mafanikio, kama hautoi athari inayotakiwa, msikiti kama hausaidii jamii, hauwezi kuwa msikiti. Wewe msikiti ni mfu. Kila anayetakiwa kupata huduma sahihi apate huduma kupitia msikiti. Mayatima, wasiojiweza, walemavu, na ndio maana unakuta leo misikiti mingi wamejipangia siku fulani walemavu fulani, siku fulani wagonjwa fulani. Zile swala zimegawanywa. Ile misikiti ambayo wanaswali watu wengi, adhuhuri hapa hawa watu walemavu wa mafuta wanasaidiwa, swala fulani wenye matatizo wanasaidiwa. Ndio kazi ya msikiti, unatoa connection kwa watu. Kwa maana hiyo msikiti huu leo tumeufungua. Waislamu wa eneo hili, kamati ya msikiti inatakiwa kuelewa kwamba mnaelea nyumba ya Mungu, mnaelea nyumba ya Mungu. Msikiti kiongozi wake ni nani? Imamu wa msikiti. Imamu kwa vile anaweza akawa na dharura awekewe msaidizi, na sote tunaweza, weekend tunaweza, isipokuwa sheitani tunamwabudu. Sheitani tunamwabudu, lakini tunaweza. Nilitoa mfano hapa misikiti, na mimi shekhe wa mkoa wa Pwani ninapozungumza, maana yake ninatoa maelekezo. Haya matangazo sitaki kuyaona katika misikiti. Changia bili ya umeme. Kuna watu wanakuja msikitini hawaoni tangazo lolote, lakini shekhe anakwambia bwana, hii pesa kalipia umeme, hii pesa ya maji. Anajua kabisa msikiti hauendeshwi na malaika. Sisi ndio tunatakiwa tufanye. Mimi na wewe tujiulize, ni nani ambaye kwenye nyumba yake ameweka tangazo hilo, changia hapa bili ya umeme. Wewe mgeni unaoingia hapa, changia bili ya umeme, changia bili ya luku. Ikiwa wewe mtu mmoja peke yako huna tangazo hilo, tumejikusanya hapa Waislamu 100, kina baba na kina mama, majumbani mwetu hakuna matangazo. Tumejikusanya nguvu Waislamu 100, inakuwaje nyumba ya Mungu inajaliwa na matangazo ya namna hiyo? Tutoe michango yetu. Kamati za msikiti ziwe wazi. Mnapokusanya sadaka, elezeni. Waislamu wanataka kujua kama yale maendeleo wanayochangia Waislamu hawapewi taarifa, hawayaoni, watarudi nyuma, watakuwa wanakuja hapa kuinama na kuinuka tu. Na hiyo sio kazi ya msikiti. Hawa watu wametusaidia, wameongeza mtaji, tunawaombea dua na mengine mengi ya kheri wayafanye, lakini haiwezekani. Feni imeharibika, tuwatafute wahisani wetu. Bangu imeharibika, tuwatafute wahisani wetu. Kopo la choo limeharibika, tuwatafute wahisani wetu. Sisi kazi yetu nini? Tumekodiwa kuja kuswali tu hapa. Ni lazima na sisi tutoe vilivyokuwa ndani ya mifuko yetu kuhakikisha kwamba nyumba ya Mwenyezi Mungu inakuwa smart. Kule kutwa mara 5 kunatakiwa kusafishwe. Anawekwa mtu maalum, wewe kazi yako kusafisha nyumba ya Mungu. Watumishi bora duniani ni watu wawili tu. Mtumishi wa kwanza anayesomesha Qur'ani, na mtumishi wa pili ni yule anayehudumia nyumba ya msikiti. Ufafanuzi wake tutautoa tukiwa nje pale
ubora wa hawa watumishi wawili duniani unapatikana katika maelezo gani? Kupitia Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.